zibadilike sasa kwa jina la Yesu. Nabatilisha utambulisho wangu kwenye misingi, utoke kwenye misingi ya ukoo wangu, kutoke kwenye misingi ya jamaa yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nabatilisha utambulisho wangu usisomeke tena kwenye mizimu ya kwetu kwa jina la Yesu. Nabadilisha utambulisho wangu usisomeke tena kwenye utambulisho wa babu yangu, wa bibi yangu, wa baba yangu, wa mama yangu, wa kijiji changu, wa ukoo wangu. Nabadilisha huo utambulisho kwa jina la Yesu. Nabadilisha huo utambulisho kwa jina la Yesu. Anza kubadilisha kwa jina la Yesu. Taja ukoo wako, taja ukoo wako, taja jamaa yako, taja familia yako. Let me change kwenye ulimwengu wa roho. DNA zangu zisisome tena upande uko maganga kwa jina la Yesu. DNA zangu zisisome tena kwa upande wa familia yangu kwa jina la Yesu. DNA zangu, taarifa zangu, utambulisho wangu ubadilike kwa jina la Yesu. Unanifuatilia kwenye Facebook, omba kwa jina la Yesu, utambulisho wako ubadilike. Mungu alimbadilisha Abraham jina, Mungu alimbadilisha Yakobo jina, Mungu alimbadilisha Sarai jina. Utambulisho wangu ubadilike kwenye ulimwengu wa roho, utambulisho wangu ubadilike kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Orabasika raba robando robosika orabasinda raba orabasinda raba orabando robosika rako sata rabaseke rabababa shende rabasika. Maanisha delete wa utambulisho, delete wa utambulisho, delete wa utambulisho, delete wa utambulisho, delete wa utambulisho. Futa wa utambulisho, nafuta utambulisho, utambulisho kwa maganga, nafuta wa utambulisho, utambulisho kwa mbedodo, nafuta wa utambulisho, utambulisho kwa mwanankale, nafuta wa utambulisho. Nafuta utambulisho, nafuta utambulisho. Kuna watu wanatoka, kuna watu wanatoka, na watoto 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 wangu wanatoka. Huo utambulisho kwenye ulimwengu wa roho. Yes. 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 Ndio. 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 Katika jina la Yesu sema amen. Unajua hivi vitu vikianza kubadilika, kuna vitu watoto wako wataanza kuongea kuhusu wewe ambao wewe huwezi kuongea. Mfano, hakuna mtu hapa leo
au kama mpo wachache sana, ambaye anaweza akamfuata Mungu akamwambia Mungu wa baba zangu. Unaweza kujaribu? Unaweza kujaribu? Unaweza kumwambia Mungu wa baba zangu, kwa sababu baba zako, ukisema mimi nikisema Mungu wa baba yangu, ujue mizimu inakuja. So Mungu wa baba zangu ilikuwa mizimu. Lakini watoto wako wanapaswa wafikie mahali wakiwa wamekwama waseme hivi. Unafahamu, nimeshasikia shuhuda za watu kibao kabisa, mtu amekwama mahali anasema Mungu wa mchungaji wangu, naomba unitetee. Mara moja anadhirika. Kwa nini akusema Mungu wa baba yake? Sasa hivi ukisema Mungu wa baba yako, labda baba yako wa kiroho, si ndio? Pengine, umeelewa? Lakini watoto wako wanatakiwa wafike mahali waseme Mungu wa mama yangu nitetee. Na kwa sababu Mungu alitembea na mama yake, so Mungu alikuwa na agano, anamtambua mama yake. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa wanamuitaga Mungu wa baba yao tu. Hata anapomtokea Musa anamwambia waambie Mungu wa baba yenu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Manake kuna namna nilitembea naye. Leo tuwe wa kweli. Watu kama kina Mwakasege, watoto wake wanaweza wakasema Mungu wa baba yetu Christopher. Ni kweli? Wewe unaweza kujaribu. Haimaanishi umpendi babako, ni mtu mwema, ni mtu mzuri kabisa. Lakini unapokuja kwenye connection, kwenye ulimwengu wa roho, wewe mwenyewe unaogopa. Maana unajua utafungulia kitu gani kwenye maisha yako. Ndio maana napokuambia udili na hivi vitu, ni vitu halisi kabisa. Ni vitu halisi. Sema kwa jina la Yesu. Ukisema kwa kumaanisha unapata majibu haraka. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, utambulisho wangu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye vinasaba vyangu, kwenye ardhi, vimebadilika.